Ili wewe kwanza kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani, ungana nasi kwa kubonyeza neno subscribe ambalo lipo chini ya video hii upande wa kulia, kisha washa alama ya kengele itakayokuja mara baada ya kusubscribe. Utakuwa wa kwanza kupata taarifa za kila video mpya pindi tu tutakapokuwa tunaziposti kwenye channel yetu, kwa habari zote za kimichezo na burudani, usajili, uchambuzi, True Talk, ukweli unaongea. Jambo na karibu sana mwana michezo mwenzangu, popote pale ulipo, mimi nikukaribishe na nikualike katika chaneli yako pendwa kabisa ya True Talk, na hapa huwa tunajadili pamoja na kuzungumza kuhusiana na masuala mbalimbali ya kimichezo, lakini pia kuhusiana na yale yote ambayo yanakuwa yanajiri huko viwanjani, hususan tetesi za usajili, uchambuzi, msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara, pamoja na tathmini ya msimu huu wa mwaka 2025-26 namna ambavyo unaenenda. Ikumbukwe tetesi za usajili zinaendelea kurindima kwa kasi kweli katika mitandao hii ya kijamii, na ikiwa unafahamu kabisa kwamba tunaelekea mwishoni tukielekea kutamatisha msimu huu wa mwaka 2025-26, na huko scouting za vilabu mbalimbali zikiendelea kufanya kazi yao, zikiendelea kuchunguza majina ya wachezaji kutoka katika vilabu mbalimbali vya ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, ili kuhakikisha kwamba kuelekea katika dirisha hili kubwa la usajili zinaenda kufanyika sajili za nguvu, lakini pia kupata machaguo ya wachezaji sahihi ambao watakidhi mahitaji ya timu, na pamoja na kupunguza ile pressure ya usajili mara baada ya dirisha kubwa la usajili litakapofunguliwa, kwa sababu mara nyingi kumekuwa na wimbi kubwa la vilabu kujikuta kwamba vinafanya sajili ama vinapata machaguo ya wachezaji ambao sio sahihi na hawakidhi mahitaji ya timu husika. Lakini ili kupunguza hiyo pressure, scouting za vilabu mbalimbali tayari zimekwisha kuanza kufanya uchunguzi wa kina kuhusiana na baadhi ya wachezaji, ama kuzisaka taarifa sahihi kuhusiana na baadhi ya wachezaji wa ndani pamoja na nje ya mipaka ya Tanzania, ili kuhakikisha kwamba vilabu husika vinakwenda kuzinasa saini zao kwa lengo la kuimarisha vikosi vyao ili kukabili vyema msimu ujao wa mwaka 2026-27 kwa michuano yote ya ndani na michuano ya kimataifa. Hapa namaanisha michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, lakini pia kombe la ligi ya mabingwa barani Afrika, kwa vile vilabu vikubwa ambavyo vitapata nafasi ya kwenda kushiriki mashindano hayo. Na hivi sasa tuko kwenye raundi ya 23 kwenye michuano ya ligi kuu soka Tanzania bara, kwa maana ya NBC Premier League, na mpaka hivi sasa tunafahamu ni nani ambaye anaongoza ligi na nani ambaye yuko mkiani, tukiwa tuko mbioni kabisa kuweza kutamatisha msimu huu wa mwaka 2025-26, huku tetesi za usajili nazo hazijatuacha mbali, zinaendelea kurindima kwa kasi kweli katika mitandao hii ya kijamii. Na tukiwa kwenye raundi hii ya 23 michuano ya ligi kuu soka Tanzania bara itasimama japo kwa muda kupisha mashindano ya CRDB Federation Cup ambayo yataanza na mimi yataanza hii leo, na ni hatua ya robo finali, ikiwa pia hapo kesho tunatarajia kushuhudia mchezo wa Simba Sports Club dhidi ya TRA United, na nafikiri pia ni mashindano ambayo yana hadhi kubwa, lakini pia tunatamani kuweza kuona ni nani hasa ambaye ataenda kutoa taji hili la CRDB Federation Cup 2025-26. Ikumbukwe msimu jana wa kombe la muungano, namaanisha kipindi kilichopita cha kombe la muungano, kwa maana ya msimu huu wa mwaka 2025-26, Simba Sports Club amechukua kule visiwani Zanzibar mara baada ya kuwachabanga watano jadi Dar es Salaam Young African Sports Club goli moja kwa sufuri, likiwa limefungwa kwa mkwaju wa penalti uliosababishwa na Clarus Chota Chama, ambao ulipigwa na Serman Mwalimu Gomez na kuzaa matunda ya ushindi wa alama 3 ambao uliofanya Simba kuibuka kidedea na kutoa ubingwa wa kombe la muungano kwa msimu huu wa mwaka 2025-26. Sasa ni break kidogo kwa mashindano ya ligi kuu soka Tanzania bara kupisha mashindano ya CRDB Federation Cup ambayo tayari yanakwenda kuanza, na ni hatua ya robo finali ambapo tunaenda kushuhudia mpira ukipigwa kweli na kuona ni nani ambaye ataenda kutoa ubingwa wa kombe hili la CRDB. Na lakini pia sanjari na hayo, ziko taarifa kadha ambazo
zinaendelea kushika hatamu katika mitandao ya kijamii ambazo zimezua gumzo na mijadala mbalimbali kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kutokea huko viwanjani. Kama ilivyo ada, ni jukumu langu kuweza kukuhabarisha, kukuburudisha pamoja na kukusogezea info na taarifa zote za kimichezo na burudani. Lakini nitumie nafasi hii kuweza kukukaribisha pamoja na kukualika kwako wewe mdau wangu wa nguvu, mwana True Talk, ambaye ndio mara yako ya kwanza kabisa kuweza kukutana nasi. Tafadhali sana nikusihi fanya kubonyeza neno subscribe ambalo lipo chini ya video hii upande wa kulia, kisha washa alama ya kengele itakayokuja mara baada ya kusubscribe. Utakuwa kwanza kupata taarifa za kila video mpepindi tutakapokuwa tunaziposti kwenye channel yetu. Sanjari na hayo pia turuke hewani na moja kati ya taarifa kubwa ambazo zimetufanya tuje kujadili hapa na yote ni kuhusiana na mchezaji wa zamani ambaye alikuwa akikitimua pale katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Hapa namzungumzia Mohamed Hussein Zimbwe Junior JR, ambaye tuliweza kushuhudia akitimkia kunako katika viwanja vya Twiga na Jangwani, huku watano jadi Dar es Salaam Young Africa Sports Club wakinasa saini yao. Lakini mara baada ya hapo pia nafikiri kwa mechi kadhaa hatujashuhudia wala kumuona Mohamed Hussein akicheza kunako katika kikosi cha Yanga. Lakini nafikiri ni mifumo ya kocha ama mifumo ya kocha huyu ambaye amerithi mikoba ya Pedro Gonzalez ambaye amefutiwa mkataba ama amevunjiwa mkataba na club ana uongozi wa klabu ya Yanga. Lakini kumekuwa na mijadala mingi na mazungumzo mengi huko katika mitandao ya kijamii kumhusisha Mohamed Hussein Zimbwe Junior JR, ambapo nimeona vyanzo mbalimbali vya habari visivyo rasmi vinaripoti taarifa kadha, wengi wakisema pia hana furaha na klabu ya Yanga kwa sasa, na anatamani hata kurudi kutoka katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, na wengi wakihusisha kuwa atarudi kutoka katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Lakini pia wengine wakirejea nyuma na kuhusisha na matukio kadhaa ambayo yalijitokeza katika kipindi cha nyuma. Nataka nikukumbushe jambo moja ambalo liweza kutokea hapa katika msimu ya hivi karibuni. Tuliweza kushuhudia klabu ya Yanga ikiwachukua moja kati ya wachezaji ambao waling'ara kweli kweli kuna katika kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club kwa misimu kadhaa. Hapa namzungumzia Clatous Chota Chama, Jonas Gerald Mkude. Tuliweza kushuhudia wawili hawa waking'ara na kufanya vizuri kweli kweli kuna katika kikosi cha Simba Sports Club kabla ya kutimkia kuna katika viwanja vya Twiga na Jangwani. Lakini mara baada tu ya kuweza kusaini kandarasi na klabu ya Yanga ni kama vipaji vyao vilienda kufia huko na waliwekwa benchi sana. Lakini mara baada hapo pia wakatupwa chini na tulishuhudia Clatous Chota Chama akisaini na Singida Black Stars na akaitumikia hii klabu ya Singida. Lakini pia ziko tetesi ambazo tunamhusisha Jonas Gerald Mkude ambaye pia kwa sasa anaripotiwa kusaini kandarasi pia na Singida Black Stars. Si taarifa rasmi, ni tetesi ambazo zinaendelea kurindima katika mitandao hii ya kijamii, lakini pia zikihusishwa na kile ambacho kiliweza kuwakuta wachezaji hawa mara tu baada ya kuweza kutoka kuna katika klabu ya Wekundu wa Simba Sports Club, akilinganisha na kile ambacho pengine kinaweza kikaenda kutokea kwa Mohamed Hussein Zimbwe JR. Sasa mimi nimeamua kuripoti taarifa hii kuweza kushare na wewe mdau wangu wa nguvu, mwana True Talk, na tuweze kujadili kwa pamoja kuhusiana na taarifa hizi. Kuna nini hasa ambacho kimejificha nyuma ya pazia? Lakini tumeshuhudia katika michezo kadhaa Mohamed Hussein hajajumuishwa kwenye kikosi wala kuwa kwenye substitution, ingawaje kwenye kikosi dhidi ya Dodoma Jiji aliwekwa kwenye sub, lakini aliwekwa kwenye sub na hatuna taarifa rasmi kutoka katika vyanzo vya habari vya timu ambapo vingeweza kuripoti kuhusiana na wapi alipo Mohamed Hussein Zimbwe Junior JR. Ni taarifa hizi ambazo niliamua kuweza kukufikishia wewe mdau wangu wa nguvu, mwana True Talk, kama ilivyoada, kama ilivyo jukumu langu kuweza kukuhabarisha pamoja na kukuburudisha, lakini pia kukusogezea zile info zote za kimichezo kuhusiana na ile ambayo yanajiri huko viwanjani. Dondosha maoni yako hapo chini ya video hii, lakini pia tujadili kwa pamoja kuhusiana na hili sakata la Mohamed Hussein na kile ambacho kinaendelea kutokea ama kinaendelea katika mitandao ya kijamii kikizungumzwa kwa viwango vya juu. Nite Masajina, hii ni True Talk na sina jingine la ziada. Uwe na wakati mwema. Bye bye.